Katika kipindi hichi cha awamu ya 6, ameshasema Waziri Ulega, tumejenga kilomita 96.9 karibu 94.9 karibu 95, na asilimia 61 umekamilika ya ujenzi wote, ambapo kipindi hiki jumla shilingi trilioni 2 na bilioni 100 zimetumika. Tunapokwenda mbele, ujenzi wa awamu zote za mradi tunakwenda kuzisimamia na kuzimaliza. BRT Dar es Salaam tunakwenda kumaliza mabarabara yote, na tutasimamia maamuzi yetu ya kushirikisha zaidi private sector. Tutakapomaliza mabarabara yote, ni fursa muhimu kwa sekta binafsi kupata kazi ya kubeba abiria na kurudisha. Kazi hiyo kwa kiasi kikubwa hatutaki kuifanya serikali, bali private sector wataingiza humo, sekta binafsi wataingiza mabasi yao na wafanye uendeshaji wa shughuli hizo. Ndugu zangu, tayari tumeshapata watoa huduma kwenye awamu ya kwanza, kampuni ya ENG yenye mabasi 177, na nadhani mmeanza kuona mabasi yakiingia kwenye njia zilizokamilika. Awamu ya pili, kampuni ya Moffat yenye mabasi 255, na mabasi ya Moffat tayari yameingia njiani. Kampuni ya YG Link yenye mabasi 166, nayo itakuja kuingia njia nyingine zikimalizika, na kampuni ya Metrolink City yenye mabasi 334, nayo itaingia njiani kutoa huduma. Ahadi yetu kwenu ni kwa kuanzia Januari mwakani 2026, wakazi wa Dar es Salaam mtaona mageuzi makubwa sana kwenye utoaji wa huduma ya miundombinu ya BRT au barabara za mwendo kasi. Mradi huu, hata hii hatua iliyofikia, tayari ilishatujengea sifa kimataifa. Tanzania tayari tuna sifa kimataifa katika uwekezaji ndani ya jiji letu la Dar es Salaam. Niwahakikishie wakazi wa Kinondoni, Ubungo na Dar es Salaam kwa ujumla kuwa kwa mageuzi yaliyofanyika kwenye uendeshaji, tutalinda sifa hiyo kimataifa, na mradi wa BRT utaleta mapinduzi kwenye usafiri ndani ya jiji kama nilivyosema.